Tanzania iko tayari kushirikiana na nchi zote za Afrika, na kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road tutaendelea kuwa kituo cha ushirikiano wa kikanda na bara zima katika mapambano dhidi ya saratani. Kama tulivyosikia na kuona simulizi za machapisho ya kitafiti na sayansi ambazo wataalamu wetu wa taasisi ya saratani ya Ocean Road na Tanzania kwa ujumla wamefanya, yamekuwa ni mchango mkubwa ndani na nje ya nchi, kisera na kiutendaji katika mapambano dhidi ya saratani. Ndugu washiriki, ninatambua kuwa katika hizi siku mbili mada mbalimbali zitawasilishwa zikiwa zinalenga kujadili na kubadilishana mbinu muhimu za kinga dhidi ya saratani na kuona jinsi gani mtashirikisha wadau wote ili kuweza kupata suluhisho makini. Hii ni hatua muhimu sana inayowezesha kupata masuluhisho ya pamoja yanayotokana na uzoefu wa kimataifa. Serikali, kwa kutambua athari za ugonjwa wa saratani kwa ustawi wa nguvu kazi ya Watanzania, imeendelea kuchukua hatua mbalimbali. Hatua hizo ni pamoja na kuweka mifumo ya kisera, kutekeleza mipango na mikakati muhimu dhidi ya ugonjwa wa saratani. Tumetoka kuelezewa hatua ambazo zimechukuliwa, na mimi nikazie baadhi ya hatua ambazo zimefanyika. Moja, kumekuwepo na jitihada kubwa za kuimarisha wigo wa upatikanaji wa huduma za uchunguzi wa awali wa saratani za aina mbalimbali kama ambavyo Mheshimiwa Waziri na Mganga Mkuu amezibainisha, ikiwemo saratani ya mlango wa kizazi, matiti, tezi dume na utumbo mpana, kwa kusogeza huduma katika ngazi ya msingi. Hatua hii imetekelezwa kwa kuimarisha mifumo ya rufaa ili wagonjwa wapate huduma kwa wakati na kuweka kipaumbele katika kutoa elimu ya afya kwa umma, kuchukua hatua za kujilinda na kubadilisha mitindo ya maisha hatarishi kwa afya za kila mtu. Hatua hizo zote zinalenga kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya wagonjwa wanaofika mahospitalini wakiwa katika hatua za mwisho za ugonjwa, ambapo tiba huwa ghali zaidi na uwezekano wa kupona kupungua. Tumeelezewa vizuri hili jambo na Mganga Mkuu. Utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote sambamba na hatua za kinga, serikali imefanya uamuzi mkubwa wa kihistoria wa kuanzisha bima ya afya kwa wote iliyoanza kutekelezwa kwa awamu ya kwanza Januari 26 mwaka 2026, kama tulivyokuwa tumepata taarifa kupitia ahadi za Mheshimiwa Rais na ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025. Suala hili limeanza kutekelezwa ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais kuingia madarakani, ambapo serikali imeanza kugharamia kwa asilimia 100 matibabu ya vipimo vya kibingwa kwa magonjwa sugu yasiyoambukizwa ikiwemo saratani. Hii inaendelea kusheneza dhamira ya dhati ya serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kupambana na masuala ya saratani. Hii ni dhamira ya dhati, na Mheshimiwa Rais ameendelea kuhakikishia umma wa Tanzania kwamba Watanzania walio wengi, hasa wasio na uwezo, wataendelea kupata huduma za kiuchunguzi na tiba ya ugonjwa wa saratani. Vipimo vya kisasa vipo, wataalamu wapo, lakini pia na gharama zinabebwa kwa asilimia 100 kwa ajili ya uchunguzi wa gonjwa hili sugu la saratani. Huku ni kuishi kauli mbiu ya utu ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiitumia. Kwa ndugu washiriki, kupitia mfumo huu kila Mtanzania atakuwa na uhakika wa kupata huduma za kinga, uchunguzi wa mapema, tiba
na ufuatiliaji wa saratani bila kujali kipato chake. Mfumo huu pia utaondoa vikwazo vya kifedha, kulinda familia dhidi ya umaskini unaotokana na gharama za matibabu na kuwezesha serikali kupanga na kugharamia huduma za saratani kwa ufanisi zaidi. Tatu, upande wa kuimarisha miundombinu ya kutolea huduma za afya, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuimarisha miundombinu na huduma nyinginezo za saratani. Ili kufanikisha hilo, serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 18.5 katika ujenzi na uanzishaji wa huduma za CT scan na mashine ya cyclotron itakayozalisha mionzi, na imeongeza upatikanaji wa dawa za saratani hadi kufikia 99%.